Mafanikio yaliyopatikana kwenye serikali za mitaa. Ndugu waandishi wa habari, kwa upande wa mamlaka ya serikali za mitaa, ofisi imepata mafanikio yafuatayo. Mosi, katika kuimarisha usafi wa miji yetu, ofisi imefanikiwa kuwakabidhi wakandarasi 111 ya maeneo 111 ya ujenzi wa vituo vya kukusanyia taka. Kati ya vituo hivyo 73 vitajengwa Unguja na 38 vitajengwa Pemba. Aidha, serikali imefunga mkataba wa ununuzi wa gari 29 za kuchukulia taka, ambapo gari 2 tayari zimeshawasili zipo, na gari 27 zilizobaki zitawasili nchini ifikapo, matarajio yetu ifikapo Mei 2026. Namba 2, ofisi imeingia mkataba na kampuni za sekta binafsi kuendeleza jaa kuu la Kibele pamoja na kuzalisha nishati mbadala itokanayo na taka katika jaa hilo. Kama tunavyofahamu kwamba Mheshimiwa Rais sasa ametushauri, kwa maana kwamba siku zote mmekuwa mkimsikia Mheshimiwa Rais na serikali kwa ujumla, dhana yake ni kuona kwamba kuna baadhi ya maeneo sasa tu outsource. Kwa hiyo serikali, moja kati ya jambo ambalo mafanikio sasa, tumeanza kutekeleza yale maono ya serikali kwa ujumla, serikali ya Mapinduzi. Kuna baadhi ya maeneo yetu yakiwemo ya usafi kushirikiana na sekta binafsi. 3, ofisi imeanza mazungumzo na kampuni mbalimbali za nje ya nchi zenye uwezo mkubwa wa kutoa huduma za usafi wa miji pamoja na kupendezesha miji yetu kuwa katika mandhari nzuri. Nne, ofisi imekamilisha ujenzi wa masoko ikiwemo la Mombasa, Kitope, Kengeja, Mzambarauni. Kwa upande wa soko la Mombasa na Kitope tayari ameanza kutoa huduma. Kwa upande wa soko la Kengeja na Mzambarauni, hatua za mwisho zinakamilishwa kuyawezesha kutoa huduma kwa wananchi wetu. 5, mamlaka ya serikali za mitaa imefanikiwa kuwasilisha katika mfuko mkuu wa uwezeshaji wananchi kiuchumi jumla ya shilingi milioni 543,636,815 kwa lengo la kusaidia makundi yetu yale ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kupata mikopo nafuu kuendeleza biashara zao kama mwongozo unavyotutaka kufanya hivi. 6, mamlaka ya serikali za mitaa zimefanikiwa pia kukusanya jumla ya shilingi bilioni 3,829,695,999 sawa na 91% ya makadirio ya kukusanya, ambayo tulikadiria kukusanya bilioni 4,218,802,410. 7, rasimu ya awali ya sera ya udhibiti wa taka ngumu imetayarishwa tayari. Vile kanuni zinazosimamia usafi wa mazingira zimefanyiwa mapitio. Kama tunavyofahamu, tumeona tuna changamoto kidogo. Awali huko ilikuwa hivyo, kufikiri kwamba namna bora ipi tunaweza kutumia zile kanuni zetu ambazo zinatufanya kuimarisha usafi zaidi. Mafanikio ya wakala wa usajili na matukio ya kijamii. Ofisi imefanikiwa kufanya mambo kadhaa ambayo kwa kweli tunaona ni mafanikio kwa kipindi hiki cha siku 100. Ofisi imefanikiwa kuanza kujenga majengo la kisasa na ofisi ya wakala wa usajili na matukio ya kijamii wilaya Kaskazini B kwenye eneo lile kule katika eneo la Mahonda. Ujenzi huu ulianza mwezi wa Novemba 25 na sasa ujenzi umefikia 45%. 2, ofisi imefanikiwa kuimarisha mifumo ya usajili wa matukio ya kijamii ikiwemo vizazi, vifo, ndoa na talaka. Mifumo hii
kwa kweli imesaidia kupunguza muda wa upatikanaji wa vyeti pamoja na kusaidia kusomana mifumo ya taarifa zake na mifumo mingine ya taasisi nchini. Kama tunavyojua, lazima mifumo hii ifanye concatenation ili kuona inaonana, ili kurahisisha huduma zile katika mifumo yetu hii ya kiserikali na mingine iliyopo. Mafanikio ya ofisi ya mrajisi wa jumuiya zisizo za kiserikali, wengine wamezoea kusema NGO. Ofisi imefanikiwa kusajili na kuratibu jumuiya zisizo za kiserikali, kuhakikisha zinatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria za nchi. 2. Ofisi imefanikiwa kuziwezesha jumuiya zisizo za kiserikali kusaidia kuchochea maendeleo katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, ya elimu, vijana na mazingira. Naomba sasa nisome mafanikio tuliyoyapata katika sekta yetu ya idara maalum, kwa maana vyombo vyetu vile vya idara maalum. Ndugu waandishi wa habari, katika kuimarisha vyombo vya ulinzi na usalama, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya Jemedari Daktari Hussein Ali Mwinyi imefanikiwa kuboresha mazingira ya kazi na makazi kama ifuatavyo. 1. Kikosi cha volunteer Zanzibar, yani KVZ, kimefanikiwa kujenga mahanga 15 kwa ajili ya makazi ya maafisa na wapiganaji. Aidha, KVZ kimefanikiwa kuendeleza ujenzi wa majengo mawili ya hospitali yenye hadhi ya hospitali ya wilaya katika kambi ya makao makuu Mtoni na kambi ya Ndugu Kitu kule Pemba. Waandishi wa habari, Jeshi la Kujenga Uchumi limeendeleza ujenzi wa mahanga ya ghorofa 2 yenye jumla ya nyumba 30 kwa ajili ya maafisa na wapiganaji wake katika kambi ya Ng'ambwa Pemba. Aidha, wakala wa ulinzi JKU umejenga jengo la makao yake lenye ghorofa 2 katika eneo letu la Mtoni pale. 3. Katika kueleza mafanikio haya katika kuimarisha maendeleo ya skuli za ufundi na sekondari, ufundi na sekondari, kwa upande wa JKU, serikali imefanikiwa kuanza ujenzi wa dakhalia ya kisasa katika eneo la Mtoni ambayo itakuwa na uwezo wa kuishi wanafunzi wasiopungua 800 kwa wakati mmoja. Ujenzi wa dakhalia hiyo umefikia 40%.